Tuko na Uncle Dudu Baya, Konki Master, CEO wa Gen Z wote sasa hivi lakini pia ni CEO wa Mambas 24. Tuzungumze naye maili matatu, na jambo zito ni kwamba anakaribia au anatarajia kuachia project yake mpya kabisa ambayo amemshirikisha au ameshirikiana na Damian. So tuzungumze naye maili matatu hapa mkubwa. Uncle, salamu alaykum. Alaykum salam, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Msifu Yesu Kristo. Amina. Naona uko vizuri hapa. Anko wangu anaendeleaje? Yuko salama. Na mama yuko salama? Alhamdulillah. Tumshukuru Mwenyezi Mungu, miezi 9 ifike. Amen. Atoke na kilo 10. Asiwe na ugonjwa aina yoyote. Amen. Atoke salama na mama atoke salama. Amen. Ili mtimize agizo la Mwenyezi Mungu, nendeni mkazaliane mkaongezeke. Umelitimiza kwa sababu umekataa kukazwa. Wewe umesimama kwenye wakazaji. Hongera sana. Maua hayo nayapokea vizuri sana Uncle, na nakushukuru sana kwenye hilo. Mimi natamani tuanzie kwenye project yako mpya. Of course kwenye press umezungumza mengi sana na najua sasa hivi unajua Uncle alikuwa mnoma sana kwenye muziki. Baada ya kutoka natumai kuna baadhi ya maadui zako walifurahi kwamba sasa Dudu Baya ameacha muziki, sasa sisi tuna nafasi yetu, unarudi sasa. Kwa hiyo inawezekana wale maadui wa zamani sasa ukawa machokoza tena, na inawezekana pia ukawa umetengeneza maadui wapya kwenye muziki wa sasa hivi. Sijajua Uncle umejipanga vipi kwenye hilo? Huwezi kuzuia mvua. Mvua haijawahi kutengenezwa na binadamu. Mvua imetengenezwa na Mwenyezi Mungu. Wakati wa mvua, wakati wa masika ni majira aliyopangwa na Mwenyezi Mungu. Hakuna anaweza kaloga masika yasitokee. Hakuna anaweza kaloga kiangazi kisitokee. Hakuna anaweza kaloga vuli isitokee. Ushanaelewa vizuri? Huo ni muundo wa Mwenyezi Mungu. Na mimi nimeumbwa na Mwenyezi Mungu kwa mfano wake. Na aliyenipa kipaji ni Mwenyezi Mungu. Na ndio maana toka 2006 walishajipanga kuhakikisha sisikiki. Je, kupitia nyinyi sisikiki? Marekani hawanisikii? Ulaya, Asia na Afrika hawanisikii? Mimi ndo Mambas 24, Son of God. Kama Utatu Mtakatifu hawajai kuzimwa, na mimi hakuna wakunizima. Hawajai kushindwa wala kuangushwa. Utawala Mambas 24 hawezi kushindwa wala kuangushwa kwa sababu tuko chini ya Utatu Mtakatifu. Nikuulize swali moja. Unajua Mwenyezi Mungu anaabudiwa na kila kitu alichokiumba? Sahihi. Unalijua? Miti inamwabudu Mwenyezi Mungu, haimwabudu? Mito, ziwa na bahari hazimwabudu? Milima na mabonde, majani, mifugo, ndege, binadamu. Kama Mwenyezi Mungu hivi vyote vinamwabudu, ndio maana hajawahi kuzimwa. Sababu kila kiumbe kilicho hai kinafanya nini? Kinamtaja. Yesu Kristo anatajwa asubuhi, mchana, jioni, usiku na Wakristo. Itokee ajali kwenye basi, Yesu wangu. Uone nyoka ndani, Yesu. Mtume Muhammad, wewe ni Muislamu, unamtaja mara ngapi? Hajawahi kuzimwa na wala hatazimwa. Roho Mtakatifu, ndio maana tuna roho. Binadamu yote huwezi kuishi bila Roho Mtakatifu. Huwezi kuwa connected na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu hatoi sauti. Ukimwomba Mwenyezi Mungu, majibu yako unayapata kupitia Roho Mtakatifu. Ulikuwa unatafuta kazi, una kazi. Ukimwomba Mwenyezi Mungu, hata kwenye ndoto Roho Mtakatifu atakuja, atakwambia nenda sehemu fulani. Ukaenda hiyo sehemu, utakutana mtu sahihi na utapata kazi. Umeelewa vizuri? Nenda sehemu fulani, utapata msaada kwa kile ulichoomba. Utapata kwa Roho. Kwa hiyo Baba, Mwana, Yesu Kristo, Mtume Muhammad pamoja na Roho Mtakatifu hawajai kuzimwa, kushindwa wala kuangushwa. Na mimi Godfrey Tumaini William, hakuna wakunizima, kuniangusha wala kunizima, sababu hamjaniumba nyinyi, hamjanizaa nyinyi. Kwa hiyo Mambas 24 no sleep, Mambas 24 iko peki. I'm back na Mbungi, featuring Damian Solo, producer FDQ. Goma linasonga majenzi yote kwenye platform zote, ma DJ yote popote ulipo download. Ni ngoma ya club, ngoma ya kubeni.
maboda boda, bajaji, tembea na mbungi kama kawaida. Kwa hiyo maadui zangu mimi naambia tu, kama toka 2006 mnahangaika na mimi, radio mpya, TV mpya zinakuja, mnaungana, matamasha yenu hamtaki nishiriki, lakini Dudubaya asikiki yangu, Mamba asikiki, Oili Chafu asikiki. Tuko YouTube, tuko na TV online ndio zinakimbiza dunia iko hapa. Hakuna doli inayotawala milele, utawala wao ulishakwisha. Sasa hivi TV online ndio utawala wenu. Na sisi ndio tupo. Sahihi kabisa. We live your life. Sahihi kabisa. Nashukuru bwana Utupa Maua Online TV. Zamani of course radio ilikuwa niseme kama kila kitu kwa msanii. Akitoa project basi lazima mcheki presenter au producer wa kipindi au ma DJs waweze kuplay hizo ngoma. Sasa hivi uko na mambo ya digital platforms, of course YouTube, iTunes, Audiomack, sijui Boomplay. Na sasa hivi sijui kuna wale watu ambao wananuaga muziki, tunasikia sijui kuna Wachina huko kazi ya kununua muziki, fedha inaonekana. Sijui Dudubaya kwenye hilo umejipanga vipi, na hawa walikuwa wanakubania zamani wakisema waendelee, kuna sehemu yote watakuwa wanakuumiza? Hawawezi tena. Niliwaambiaga kitambo sana, hakuna dola inayotawala milele. Dola inayotawala milele ni Mwenyezi Mungu tu. Na ndio aliyeumba mbingu na ardhi. Tawala zote zinakuja zinapotea. Kwa sasa hivi TV na radio zao na matamasha yao. Na ndio sasa hivi hata matamasha yao wana miaka 3 hawajafanya. Sababu kila wakiandaa tamasha hata mikoani watu hawajai, labda waingize bure. Uongo kweli? Fiesta na miaka mingapi hajafanyika? Karibu 4. Sababu wanakula za uso. Wasafi Festival Zuchu walipo watukana mashabiki mbele kwa mwaka gani wakampiga makopo? 23. Are you sure? 23. Tena niko Mwanza naumwa kwa babangu. Yes, kumbuka. 2023. Walipotoka pale wakaenda Sumbawanga, sio? Baada hapo wakaenda Msoma. Baada hapo Wasafi Festival ikawa haipo tena. Na ninajua ni kwa nini haipo tena, ni kwa sababu hata Wasafi Festival 2019 nilipokuwa nao ilikuwa inafika saa 2 saa 3 uwanjani watu hawajaja. Inabidi uongozi ukawaingize watu bure. Wakiingiza watu bure, uwanja ukipendeza kidogo, kwa hiyo wanaofuata ndio watakata ticket. Unajua hizo techniques za show. Mfano mimi na show, mapromoter wengi wanafanya hivyo. Wanatoa complimentary. Hata hiyo hata Twanga Pepeta Shabalaka anafanyaga sana. Sikuna vijia vile vya Twanga Pepeta, si Mwananyamala, si wapi, Magomeni, si wale matawi yale. Kama unavyoonaga matawi ya Yanga, matawi ya Simba, si nini. Kwa hiyo ukiwa unaandaa tamasha uwe na hiyo akili. Sababu unahitaji tamasha lako lijae watu ili wadhamini washawishike makampuni kuwekeza. Kwa hiyo unachokifanya kwenye tamasha unakuwa una target yako, ukumbi unaingia watu 3000. Kwa hiyo inabidi utoe complimentary labda 500. 500. Kwa hiyo kama Dar es Salaam hapo unaenda kwenye vyuo vikuu vyote. Unawapa wana vyuo complimentary za bure vyuo vyote. Na ile complimentary sharti lake unawaambia mwisho saa 4. Kwa maana yake mtu saa 4 inabidi ameingia ndani, kwa sababu ikifika saa 4 complimentary tu. Sasa inapofika saa 4, kwa hiyo wale wanaokuja kukata tiketi wakichungulia wanaambia ndani tayari watu wamejaa. Mtu anaka, lakini mtu akiambiwa nje ndani hamna watu mtu. Kwa hiyo hizo ni technique za kibiashara. Kwa hiyo hizo wamejaribu kufanya sana, hizo hazina mafanikio. Watu walishaona hamna jipya. Kushanelo, unajua kitu ukiwa unafanya matamasha afu kama ulivyoona ile tamasha kubwa lilifanyika Samia Festival. Hapa Kawe unakumbuka? Msanii anapanda na matikiti. Sasa kweli mtu kaja kwenye show unapanda unamgawia wa tikiti. Kweli tikiti hana mtani tikiti kweli? Shilole huyo, anapanda Shilole huyo. Kwa hiyo si ubunifu wako. Tikiti. Mimi nimekuja kutaka burudani, wewe hauimbi unanigawia mimi tikiti. Kwa hiyo ukitazama tamasha limefanyika Morogoro, likienda wiki ijayo Dodoma, entertainment ni ile ile. Wakitoka Dodoma Mwanza, uimbaji ule ule, style zile zile. Shanaela. Kwa hiyo nafikiri ni kwa sababu waandaaji wa matamasha ufinyu wa pesa wanayowapa wasanii. Na ndio maana Vanessa Mdee, kama unakumbuka. Mnakumbuka Manko? Ndio.
Mnakumbuka nye? Vanessa Mdee wakati amequit music, sababu moja hapo alisema kwa sababu Vanessa Mdee alikuwa na focus inayofanana au vision inayofanana na AY. AY wakati niko naye sana Bennett, tunakuwa sana Kampala. Ilikuwa alikuwa ananiambia acha niwekeze kwenye muziki. Utakuja kunilipa baadaye. Kumbe muziki haiko hivyo. Kuna biashara unaweza ukawekeza. Mfano umefungua bao hoteli. Mwanzoni inabidi unatoa ofa kwa watu ili watu ile eneo wafanye nini? Walijue, na pia na promotion, si ndio? Ndio faida itakuja baadaye. Lakini kwenye muziki target ya AY ilikuwa hivyo na Vanessa ilikuwa hivyo. Kwa hiyo AY alikuwa na spend pesa nyingi sana kuzunguka East Africa utafuta collab na kina Sean Sinto kwamba atakuja kumlipa baadaye. Mwisho wa siku amekuja kwamba hakuna anachokipata na ndio maana AY afanye muziki. Kwa hiyo za gharama alizozitumia hakuzipata. Vanessa naye alisema ilikuwa Vanessa akiwa kwenye tamasha kubwa kama Fiesta au Wasafi Festival, anahitaji wacheza show. Si unaona alikuwa anaingia anacheza show. Ana manager, ana mtu wa makeup, ana designer, ana ni ile timu yote unasafiri nayo. Hao watu wanahitaji maisha. Mwenye show kakulipa milioni 2. Kwa Vanessa alisema ilikuwa inambidi akachukue pesa benki ainvest kwenye show ile. Ili show kwa sababu jukwaa kubwa, akifanya kubwa, mapromota wakubwa duniani wamuone, watamchukua. Kwa alikuwa anafanya muziki Tanzania hapa, lengo lake ni kufika international. Kwa hiyo ile tamasha kama Fiesta Wasafi Festival ikiwa kwenye YouTube, kuna mtu yuko local national, yuko wapi ataona huyu demo ana kipaji. Ndio. Shanelo. Lakini mwisho wa siku kaangukia pua. Kwenye utangazaji hakupata chochote, alisema. Uongo kweli? Sasa alikuwa anateseka tu kwenye utangazaji. Kaingia kwenye muziki ni mateso kwenda mbele. Ndio akakumbuka kauli ya mamake, alimzuia kwa sababu mamake ni mchungaji. Aachana na hii njia. Yeye akabisha. Vanessa ilikuwa akienda hata Moshi kupiga show alikuwa aendi kwa mamake sababu ya huo ugomvi. Lakini mwisho wa siku aliyomkuta ya nini mimi ndo bana kaenda kuolewa. Kwa hiyo mapato madogo kwa msanii hawezi kufanya perform, kwa sababu kama umenipa show ya Arusha mwisho leo tarehe ngapi? 19 20 19. Nina show ya Arusha mwisho wa mwezi. Hizi siku zote inabidi niweke kambi hapa. Niite wapigaji vyombo waje asubuhi na kurudi, wanahitaji kula asubuhi, mchana, usiku, uniform, mademu, style wale. So mimi sio mcheza show. Lazima nitafute mwalimu wa show, asikilize nyimbo zangu, abuni style, awafundishe. Ndio maana unaona hata kwa Diamond nani mtaalamu wa kutunga style za kucheza? Yes. Ndio anayebuni style. Ndio mwalimu wa dance. Kienda tuanga pepeta Super Nyamwera. Kwa mimi nikitaka hata sasa hivi show Arusha na wacheza show, naambia Super Nyamwera na show, nataka wasichana 4 au 6. Ananiletea, anakuja nao na style, anasikiza nyimbo zangu, ndio yeye anatunga style. Kwa hiyo hapo mnagawana riziki. Sasa umenipa milioni 2, Super Nyamwera anamlipa shilingi ngapi? Wiki nzima anatunga style. Anashinda hapa. Wacheza show anashinda hapa asubuhi, mchana, jioni, siku wanakula nauli kwenda na kurudi. Kwenye milioni 2, mavazi, saluni, bado uniform. Laba sijui. Bado hela yao ya kazi. Kwa Vanessa alikuwa anachukua pesa nyingine kufanya show yake iwe bora. Lakini mwisho wa siku hakuna alichokuwa na kipato. Kwa hiyo tunazungumzia kwamba wasanii wa Tanzania wanaweza kufanya performance kubwa, ila malipo anaolipwa uwezo kufanya maandalizi. Ndio. Leo nimekuelewa vyema sana. Kuna hii story sasa hivi na trend sana mitandao ya kijamii kuhusiana na msanii mwenzako Abdul Kiba, mdogo wake na Alikiba. Hii story imetengeneza mawazo mengi kwa mashabiki, wanasema jamani, hawa wasanii inaonekana wanajisifia sana, wana hela, kumbe hawana hela hata kidogo kuliko hata mashabiki zao. Kwa sababu story ya Abdul Kiba kukosa sijui 8,000 ya kumlipa mtu ambaye amempa chips yai sijui na kuku akashindwa kumlipa Hanko Dubai limeshtusha walimwengu wengi kwamba Abdul Kiba 8,000 ameshindwa, mimi je? Mimi sikufichi, sio tu ya Abdul Kiba kushindwa kulipa hiyo chips 8,000. Nyinyi unajua, nyinyi waandishi wa habari mko sana Dar es Salaam. Lakini mngejaribu hata siku zingine mnaenda hata Geita, kama mnaenda Msoma, wapi kule.
mnafika sehemu ambayo mnauliza wasanii wakija hapa wanafikiaga wapi? Sehemu fulani. Ukienda kufanya interview na wale wahusika pale, watakwambia wasanii wa Acha Manyoya ni wengi sana. Wale wa kutoroka saa 10 usiku wajalipa chumba wengi, nikiwataja ni wengi mno. Wale wa kuondoka hajalipa bili counter na alikuwa anajifanya msanii afa anakunywa pombe ya bei ghali ni wengi mno. Wa kuondoka hajalipa chakula ni wengi mno. Wa kuiba mataulo ya hotelini ni wengi. Una mataulo ya hotelini msanii? Nikiwataja hapa itakuwa la. Hata Mwanza kuna wasanii walishaiba. Hata Mombasa kuna wasanii walishaiba ashtray. Unajua ashtray? Hizi za kuwekea sigara. Yaani unavuta sigara unakuta kwenye hoteli kama hivi. Yes, hivi za kuwekea moshi majivu ya sigara. Inaitwa ashtray. Kwa unakuta umekaa kwenye chumba hivi bonge la hoteli. Bonge la hoteli ile na ile dudile linakushawishi ulivu kaliweke geto. Sharara uzuri. Lile dude limekaa pale hoteli ile. Alafu mtu sigara. Ndio unatamani nilitia kwenye begi. Kwanza uta sigara wanapita nalo hilo. Wala ganji wakisema vipi. Mimi nachukua lile naenda kufanya ni sivuti. Sasa. Sharelewa. Sivuti. Kwa hivyo vitu Mombasa ilishawahi kutokea. Tena wasanii wa Kenya pale. Yes. Taulo ilishawahi kutokea. Bonge la taulo la hoteli. Yeye kwake hana hilo taulo. Alafu unajua mataulo ya hoteli hayana chata. Uwezi ukaiba taulo la guest kwa sababu limeandikwa Sisimko Guest House. Sasa shuka lina chata. Sharara kwa wapiga miti guest house. Utaibaje? Kile paraka geto demo akioi. Wili la wizi. Lakini ya hotelini hayana chata. Wanapita nayo. Taulo, strays wanapita nazo. Nakwambia. Sijai kuongea uongo. Hizi bili hizi sifini nini vyakula sifini. Tena bingwa wezo ni Matonya. Kamuulize Nei wa Mitego hataki hata itokee show na Matonya yupo na Nei yupo, Nei haendi. Alishawaachiwa kimeo, Nei akashikiliwa yeye. Matonya kashapepea. Bwana. Bili ya kaunta yote kila kitu. Uliza mapromota wote mjini. Na mimi nishapa kuongozana Matonya sehemu yote siendi. Ndio niambia leo wangu. Ndio nakwambia mimi naongeaga ukweli. Sasa kwamba yani kwa nini unatumia kwanza Matonya kwanza unajuaga ile bodi yake kitambi kile mashavu miwani mikali cheni nini. Akiingia Matonya. Alafu anyi pombe loko hizi. Anashusha Hennessy. Kwa mhudumu ukishusha Hennessy anajua jamaa hapa lina milioni 5. Kwa hiyo ukimwambia anakuja sasa hivi naenda benki, mhudumu ana doubt. Kumbe ndio mazima Hennessy ilishaenda. Hapo anajua huyu si Matonya bwana. Matonya bwana. Kwa hiyo wanaaminika sana hivyo. Sasa sio kwamba labda wanazidi kujiharibia kwa mashabiki zao, sababu Abdul Kiba manake hapa anaharibu brand ya Kiba nzima, kaka Kiba sijui Kings Kiba amezali kwa sababu Abdul Kiba angekuwa anakunywa pombe tungejua labda jamaa amelewa. Yeye kama kaka yake atume ulevi wote. Alafu unaendaje kugombana mpaka unatoa kisu. Chiefs mai 8,000 kioo cha gari kinavunjwa. Kioo cha gari ni shilingi ngapi? Kuone ujinga. Alafu Kings Music kaka yako atume ulevi. Anaheshimika, uone kama umezalisha. Pia umezalisha Bongo Flava. Shanelo vizuri. Kwa hiyo kafanya kitu ambacho ni blanda kubwa. Inabidi kuwaheshimu watu wanachoma chips, wameamua kukaza. Hawataki kukazwa kama nyinyi Bongo Flava. Sababu ya ubisho wameamua kukaa jikoni kumenya viazi na kuungua na moto ili apate riziki yake kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Alafu unaenda kuleta ubisho afu na demu. Alafu huyo demu mwenyewe namshangaa, huyo demu naye utatembeaje bila hata 8,000? Kwamba mwanaume amekosa sumuokoe. Sasa si mnajijua bwana. Lakini pia hata wewe mwanamke naye tumetoka sehemu, inaweza kafika sehemu likatokea kila mtu na njia yake, utaondokaje? Lazima utembee na chochote 8,000. Kwa hiyo wote wale yeye na demu wake wajizalisha sana kwa sababu
Ni aibu kwa sababu mimi King Music ninavyojua Alikiba sio mtu wa maskendo. Nafikiri na nyinyi mnajua. Sasa nashangaa hata kipindi cha nyuma nafikiri sio nilikuwa hapa au nilikuwa Mwanza. Zilitoka picha zake za utupu za ngono. Mnakumbuka? Zile kipindi katikati. Sasa sielewi kaka yako yuko hivi lakini wewe uko hivi. Unajua? Sasa maskendo tena ya ngono na una mke. Sikawa yule. Sasa hivi yuko. Ndoa imevunjuka. Ndoa imeyuka. Muda. Aisee. Sana muda, mbona ile muda sana. Kwa yuko single. Labda amechanganyikiwa baada ya ile ndoa. Unajua unaweza ukatoka kwenye mahusiano akili zikafyatuka mpaka ukachukua chips za watu. Na kwa mujibu wa shuhuda wa ile eneo, yeye alisema kwamba ashawahi kwenda pale akala kama 15,000 hivi. Afu akuklia hiyo. Kwa alipokuja na hiyo kana mbona mkubwa unaondoka tena, kwa tukijumlisha wakati tuna 23 yetu unaondoka nao vipi? Na mimi taarifa nilipata hivyo hivyo kwamba hujalipa ile afu naenda tena. Kwa hiyo ni sehemu aliyoizoea. Si ndio maana yake? Hadi kutokana na visu tena. Mambo gani katika lango. Afu watu wanataka haki yao. Kiukweli kajizalilisha sana. Kaizalilisha Kings Music pamoja na kakake na familia yake kwa maana ya bi mkubwa. Najua baba amefariki. Ya familia yao pamoja na Bongo Flava kwa ujumla. Kwa mtu kama yeye, unajua wasanii tuko kama nini, lakini kuna wasanii kama kina Alikiba, kina Abdul Kiba, yani watu tunasema mabisho wanapiga sana kokoto, kushinda sana saluni kwenye dressing table sana, vipodozi sana, yani wanakimbizana wanawake, nyimbo za kulialia, kubana pua, kulamba lips. Ndio sasa tena wewe mlamba lips tena unaenda kuzulumu chips. Ningesikia Chidi Benz nisingeshangaa. Kwa nini? Sasa Chidi Benz labda kashakula vitu vyake kipindi kile, unaweza ukasema huyu alilewa. Unajua kuna mtu anaweza kufanya kazi huko kwenye ulevi, akafanya kitu yuko kwenye ulevi, kwa hiyo utajua alilewa na kesho anaweza kaja kuomba msamaha. Lakini sasa wewe utumie ulevi wote, sasa pale ni kitu gani kinakucha? Labda mke wake alivyoachana naye, labda ndoa ndio inamchanganya. Si ndio sasa? Ya kwa sababu mahusiano sasa hivi unaweza ukatoka kwenye mahusiano alafu kila kitu kwako kikaharibika. Sawa sawa. Mahusiano akakupa msongo wa mawazo, na hakuna ugonjwa mbaya duniani namba 1 kama msongo wa mawazo. Depression. Hata uwe na pesa kiasi gani, lakini kama una msongo wa mawazo huwezi kupona. Dawa haziwezi kufanya kazi. Unaweza ukawa unaumwa ugonjwa lakini una pesa, lakini kwa sababu peace of mind uko poa, una amani ukapona. Ndio. Anko, umerudi kwenye mziki kipindi ambacho wizara yenu ya utamaduni, sanaa na michezo na habari pia amekabidhiwa kijiti mkuu Paul Makonda. Sasa hivi ndo waziri, msaidizi wake akiwa Mwanafa. And of course maneno ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan nafikiri umeyasikia vyema baada ya kuwapa nasaha mara baada ya kuwaapisha, na nafikiri mikakati ya Makonda aliyozungumza kuhusu sanaa sasa hivi anavyotaka ifanye umeyasikia, na nafikiri pia aliyozungumza Mwanafa umeyasikia. Sijajua taarifa hizo umezipokea vipi na kipi unatamani labda kingefanyika zaidi? Maana yanko ukiongea uzuri wa kubwa anasikiliza, pengine kianza ikafanywa kazi kwa haraka, wasanii na wakafaidika kupitia wewe. Mimi speech ambayo nimeisikia ni ya Mheshimiwa Rais pekee yake, siku anawapisha. Okay. Alikuwa anaapa yeye Palamagamba Kabudi karudishwa ofisi ya Rais. Ushanielewa? Kwa hiyo alichosema Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kwamba uende, tuna AFCON, sisi ndo dunia inatutazama kama waandaaji wakuu, japokuwa kuna nchi ambayo watashiriki kama Kenya, lakini wanaotazama waandaaji wakuu ni nani? Ni Tanzania. Kwa hiyo kafanye kazi hasa kuhakikisha michezo na mpaka AFCON tunaifanya kwenye kiwango cha ubora, kuipeperusha nini? Bendera ya Tanzania. Mheshimiwa kugusia engo ya kwenye muziki, ila alijikita sana kwenye michezo pamoja na AFCON, sio kwenye muziki. Na hii wiki yote mpaka jana tumemaliza finali za AFCON, nilikuwa busy toka Nigeria walivyopiga Misri
na pia Misri walivyoipiga nani sio Nigeria wakampiga nani wakaingia nusu finali. Kwa hiyo ni kuabize mpaka jana finali. Kwa hiyo speech hapo Makonda na Mwanafa kuhusu Sanaa sasa sijasikia, nataka wewe ndio uniambie. Alizungumza wengi mpaka Mixer kuwapa hela content creator kama mikopo ili content creation ya Bongo hata online media izidi kwa ifike huko yani ambapo inatakiwa, kwa sababu sasa hivi kama ulivyoongea wewe hapo, sasa hivi habari zipo huko. Okay, kulinda maslahi ya wasanii na kwamba kama wizara, Baraza la Sanaa la Taifa liwe linahakikisha mikataba ya wasanii, sababu msanii inabidi alipe kodi. Na kama kuna tamasha linafanyika, mtoa kibali ni BASATA, si ndio? Na wizara lazima inajua. Sasa kama mnawapa kibali waandaa tamasha na wanalipa kodi, lakini msanii anachukuliwa na huyo mwenye tamasha, mkataba wake ni wa magumashi, wao kama walezi wa sanaa hilo hawajaligusia kwamba mikataba ya wasanii hiyo inapitia. Sasa hilo labda ndio ushauri sasa kusikia, sababu mimi kipindi cha nyuma hata BASATA katibu mtendaji alikuwa Godfrey Mwingereza ambaye ni marehemu sasa hivi. Nishamwambia nyinyi BASATA mna vijana hapa, hata kama wewe ni mzee uwezi kukesha, umetoa kibali cha Fiesta sio wa Festival, kwa nini usiwatume vijana wako wanakuwa wanaenda backstage wanamuita kama Shoro Mwamba, bwana umesaini mkataba hicho? Sijasaini. Kwa nini? Umesaini mkataba unalipwa shilingi ngapi? Sababu mimi ninavyojua kimataifa Jay-Z anavyokuja Tanzania kufanya show hapa, labda kalipwa mfano milioni 100, tuseme mfano milioni 100, inabidi msanii wa Tanzania, yani ule promoter ndio anaambiwa kwamba Jay-Z wasanii wa hapa Nigeria ni wangapi ambao wataperform, sawa, ni 4. Kwa hiyo inabidi wale walipwe pesa nusu ya Jay-Z anaolipwa, ili kipato cha hilo taifa kifanye nini? Tofauti na sisi, msanii anakuja hapa anaipa milioni 300, 400, anaenda kujenga kwao, haingii pesa yote hapa. Mtu anakuja anapiga shopa milioni 500, anaenda kujenga bonge la hoteli kwao, anaajiri wananchi wa kwao, uchumi wao unazidi kukua. Kwa hiyo Tanzania imekuwa kama shamba la bibi. Kwa hiyo ni lazima huyu Davido kaja hapa, Wizkid kaja, analipwa shilingi ngapi? Nyinyi ndio watu wa kibali, milioni 200. Wasanii wa Tanzania ni wangapi? Kwa hiyo inakuwa ni dibani. Ndio maana unavyoona serikali ni kwamba serikali inavyojenga hata mwendo kasi, kagewa tenda Mchina anaambiwa wazawa wawe 1%, wageni fulani. Mnajenga treni ya umeme SGR, wizara ya ujenzi, mkandarasi anaambiwa wazawa wapate kazi, vibarua watoke hapa, sio ulete wa China vibarua. Sababu mkikaa tu kimya hivi, Mchina analeta vibarua kutoka China. Sahihi. Kosi kazi ya serikali ni kuhakikisha wazawa. Ndio maana serikali yoyote duniani ya taifa lolote ni kuhakikisha mwananchi wake anapata ajira. Tuna vijana wanamaliza chuo kikuu hawana ajira. Kuna vijana mtaani hawana vibarua. Alafu unakuta mwendo kasi inapita mtaani kwake. Huyo mkandarasi kawatoa huko alikotoka. Wa pale pale hawana kazi. SGR inaelekea Mwanza huko. Kuna wananchi vijiji hivyo vyote inapita, hao ndio wao vibarua kwanza. Linajengwa daraja sehemu, wizara ya ujenzi inahakikisha wa eneo hilo wafaidike na ujenzi. Daraja la Magufuli kutoka Busisi kuelekea Sengerema, wazawa pale walihusika. Sasa na kwenye sanaa, wizara ya sanaa ni kuhakikisha mzawa, msanii wa nje kalipwa shilingi ngapi na hapa watakuwepo wangapi. Na inaweza ikawekwa, unaandaa tamasha, unamleta msanii wa nje, basi na hapa Tanzania wasanii 10 lazima wawepo. Hiyo ndio namna ya kuwatafutia ajira. Na ndio watu tunapokuja mame Dar es Salaam hapa, mwezi wa 10 mango, Dar es Salaam mwezi wa 12 kulikuwa na tamasha gani? Au ndio ilikuwa maandamano? Tuache hapo maandamano 9 Disemba, tuache hapo. Turudi kabla ya vurugu huko 2025 kuna matamasha gani yamefanyika? Sasa tuliona tu kampeni, maandamano mpaka leo, si ndio?
tuhesabu miaka iliyopita Dar es Salaam wasanii wanakaa miezi 3-4 bila tamasha. Uongo kweli? Sasa hapo kuna biashara gani? Na hili ni jiji la kibiashara. Nairobi nenda wasanii kila siku wako busy. Nenda Kampala wasanii wana show. Msanii kwa siku ana show 4-5. Kamuulizeni Ewai. Kina Chameleone kwa siku moja ana show 4. Jana ingiza shilingi ngapi? Wana show mpaka za asubuhi kwenye mashule. Sisi hapa hakuna show za kwenye mashule. Nimekaa Uganda mimi najua yani kwamba Chameleone anakuambia tena anaenda nao kwenye msafara wake hivi tuko kwenye gari na mikataba anaisha kina bebe kwa kina babu gani. Kwamba kesho kuna shule fulani yani kule wana utaratibu wa mwalimu wa michezo anatangaza mnamtaka msanii gani labda Chameleone. Alafu kiingilio wanafunzi wanaanza kuchanga. Wanachanga pesa nini alafu ile pesa ikipatikana ndio wanafuatwa. Msanii analipwa shule fulani ndio anakuja kutoa burudani. Anawaimbia wanafunzi. Hizo show mpaka leo. Na ni hela nzuri. Harusi hela nzuri. Kwa unakuta kuna kama sasa hivi tunavyozungumza hii saa 6 sasa yuko shule fulani anaimba. Saa 10 yuko shule fulani au chuo kikuu fulani. Usiku yuko Lugogo. Sijui saa 6 usiku yuko Entebbe. Saa 8 anatoka anarudi Kampala mjini anapiga show kwa siku show 4. Kampala pale. Mwanefe ni naibu waziri wa sanaa. AY ni mshikaji wake amuulize. Kama wale jamaa kule wanapiga show ngapi kwa siku? Jiji la Kampala hiyo. Hapo hajaenda Jinja, hajaenda Masaka, hajaenda Gulu, hiyo ni Uganda. Bado hajapata za nje ya Uganda tu. Shanaelewa. Nairobi pale kila siku akina Nameless, wakina Redson wana show, kina Nonini wana show. Wakitoka hapo Nakuru, Kisumu, Mombasa wanapiga show. Wako busy. Bila nyimbo mpya, bila nini. Sasa Dar es Salaam ni jiji la biashara. Wageni wanaingia na kutoka. Wanafuata soko la Kariakoo, bandarini pale, airport. Lakini hakuna burudani. Zimebaki tu hizi bendi hizi, kiingilio bia. Msondo Skinde tuko Matukupola. Kila Jumatano. Show nyingi ambazo unaziona kila siku. Alhamisi tuko Tabata Chamanzi. Tabata Kimanga. Ijumaa tuko Mbagala kwa Jumamosi Ubungo si wapi. Jumapili Leaders. Ndio hizo sasa. Bongo Flava anakaa, Singeli anakaa 4 months. Miezi 4 ana show. Uchumi gani huo? Unazungumza uchumi gani? Kama unakaa miezi 4 msanii una show. Wasanii Marekani, Ulaya, hata wale ma legendary wa zamani kila weekend Amoni wana show. Huko ndo show kila siku. Kila weekend Ijumaa, Jumamosi, Jumapili msanii akai bila show. Sio wasanii huko si brand sana, mtu akiambiwa show ya shule anaona mimi nikaimbia wanafunzi. Nao changamoto ya wasanii show, msanii wa huko show akiambiwa mchana anachelewa anataka performance. Kwa hiyo changamoto iko kwa wadau na wasanii wenyewe. Kwa hiyo ni changamoto kote kote. Ndio sasa. Na ndio maana unakuta wasanii wengi wanakimbilia mikoani na hasa kwetu kanda ya Ziwa. Utakuta huyu alikuwa Kahama, huyu kaingia huyu alikuwa Urunzewe, huyu Simiu, Maswa, Bariadi ndio wanazunguka huko. Katoro ndio inaitwa chaka tu chaka. Sawa. Alafu mpaka huko wasanii wanaandaa show wenyewe. Kwa sababu kwanza sasa hivi hata game imekufa upande wa show. Kwa nini? Unajua? Hizi baa za kukesha zilizoua madisco ya kiingilio na ndio zimeua game ya muziki kwa show. Kwa sababu ukienda Mbeya yote kuna haya mabaa makubwa kama Kitambaa Cheupe. Hamna kiingilio, mtu anaingia ananunua bia anakunywa. Kwa hiyo unakuta kama anataka msanii huyo jamaa mwenye hilo eneo hawezi kumlipa msanii hela nyingi, kwa sababu hata msanii asipokuwepo nyomi ipo, sababu hamna kiingilio, bia 2000. Ndio. Na ndio maana sasa hivi ukijenga disco la kiingilio utacheza wewe na mkeo. Watu hawana muda. Watu wanataka open, yes, alafu upepo wa nje unaingia, sio ndo. Na ndio sasa hivi ukijenga sehemu ya starehe kama hiyo ya wazi, ukiweka na VIP, wewe umeshaenda hizo sehemu VIP, unakutaga watu chache sana. Unaweza ukakuta watu 2 VIP. Na watu wanataka huku muonane.
Mtu kavaa labda anataka ionekane. Mwanamke anataka apite huku na huku, anadanga, anataka aonekane, alafu akae VIP, hana uhakika atatoka na AC pale. Chanelo. Kwa hiyo hizi sehemu zimechochea sana show kushuka. Ndio. Sawa sawa. Sasa unaweza kaandaa show ya kiingilio sehemu, unakuta watu ni wachache kwenye show. Watu wako kwenye hizo sehemu za kukesha kama kitambaa cheupe. Hizi za wazi. Sahihi kabisa. Watu wamejaa nyomi kwa sababu hamna kiingilio, watu wanakula bata. Uncle Grammy, tunafanyaje sasa hivi? Umekuwa kuna comment nyingi za Grammy. Hata Harmonize amekuwa msanii ambaye Viingereza vingi sasa hivi kwa ajili ya tuzo za Grammy. Hata ngoma yake ya mwisho sijui ameachia 6 round, sijui ni Viingereza vitupu. Sijajua ni njia hiyo atakuwa yuko sahihi, na sijajua wewe yako umerudi kwenye muziki, umekuwa naye kwenye hayo mambo ya matuzo, nayo ni moja ya focus yako sasa hivi. Tuzo haichagui kwa sababu ya lugha. Kwamba unaimba Kiingereza kizuri au Kiswahili kizuri au Kichina kizuri. Wanachoangalia muziki wako. Je, unaofanya ni muziki wako au ni wakubumba, yani wakudonoa, unaiba kwa watu na hicho ndio tunachoanguka. Tanzania hatuna muziki wetu. Hatuna muziki wetu. Ili tupate muziki wetu. Hapa kuna watu walipiga hela nyingi tu serikalini huko kujifanya eti kuna mdundo wa taifa. Mpaka leo mdundo hakuna chochote. Mdundo wa taifa kupatikana inaweza ikachukua mwaka mzima au miaka miwili. Na huu ni ujumbe kwa Paul Makonda pamoja na Mwana FA. Nishawahi kufanya interview, sijui kama ujumbe umewafikia. Na huu ni ujumbe kwa Dr. Samia Suluhu Hassan kama kiongozi mkuu wa taifa hili. Akifika wakati anastaafu 2030 au ameshaiacha nchi ikiwa na muziki wake, kama Nigeria walivyo na Afrobeat, kama South Africa walivyo na mapiano, kama Congo walivyo na rumba na lingala, Jamaica walivyo na reggae, dancehall na sweet reggae. Kienda Mexico, Jamaica, Latino America wana muziki wao wa reggaeton, wana muziki wao kama chakacha, na wako karibu na Marekani, lakini hawaigi hip hop wala R&B. Wana hip hop wa Mexico, Colombia, so unaona wanachana kwenye mabiti yao reggaeton. Wanachakacha. Latino America huko. Na wako karibu na nani? Na Amerika. Lakini hawaigi R&B, hawaigi hip hop. Jamaica wako mpaka mmoja na Marekani, lakini hawaigi, wana reggae, wana sweet reggae, wana dance. Zimbabwe kina Oliver Mtukuzi wana muziki wao pale. Botswana Makirikiri walikuja, wana muziki wao. Na hizi nchi zote kama sisi Kenya na Uganda, mbona Makirikiri walikuja? Zimbabwe hawajaiga Makirikiri. Makirikiri iko karibu na South Africa, kwa nini hawajaiga South wakaiga Makirikiri? Makirikiri kwa nini hawajaiga mapiano? Mapiano wanaiga nani? Wa Tanzania. Kila muziki mzuri ukija wa taifa fulani wanao. Na Oliver Mtukuzi, hayati Oliver Mtukuzi sasa hivi alishakuja Dar es Salaam Post hapa. Akafanya press conference, alikuwa anaenda kuperform Bagamoyo kwenye Bagamoyo Festival. Aliuliza swali na waandishi wa habari Posta pale. Aliwaambia Tanzania tatizo lenu halina muziki wenu, hamna muziki wenu. Ni muziki wenu wa kuigaiga. Tafuteni muziki wenu ndio mtatambulika kimataifa. Alisema. Waandishi wa habari wa zamani wanaikumbuka interview, hata wakiamua kuibua kaibua. Ila sasa hivi Mwenyezi Mungu amchukua. Ili tupate muziki wetu, Dr. Samia Suluhu Hassan, Paul Makonda na Mwana FA. Ingieni Google, ama piano ilipatikanaje? Utakuta vifaa vyote vilivyotumika kugonga mdundo wa mapiano kama profile viko pale, alafu na maelezo. Na ndio maana mapiano, kuna mapiano ya speed na ya slow. Kwa kila muziki, hata singeli, tukikaa na wataalamu waka create kwa vifaa vyetu vya asili, singeli ya speed iliyopo na ya slow inapatikana. Bongo flava ya speed na ya slow inapatikana. Kama unavyoona reggae, kuna dancehall na sweet reggae. Shana vizuri. Kongo wana hiyo mabolingo ya speed, masebene tunasema. Na wana nini? Wana rumba. Anazipiga Koffi Olomide, Fally Ipupa rumba. Shana vizuri ninachokwambia. Kwa hiyo kila muziki unakuwa aina hizi mbili. Wa speed na wa slow. Afrobeat Nigeria kuna wa speed na wa slow.
Kwa hiyo ukiingia Google ukiandika Afrobeat ilipatikanaje, utaona kwenye profile vifaa vilivyotumika. Alafu na maelezo. Labda kwa lugha yao ya asili na Kiingereza. Kwa hata mtu yuko Ulaya wapi anataka kutengeneza beat vyake ama piano mbele. Ilifanyika hivi na hivi. Afrobeat hivi na hivi. Bolingo hivi. Na ndio maana napozungumza, hamwezi kuwa na mziki wenu kama Tanzania kitu kikabuniwa mwezi mmoja wakati mnabuni kitu cha kuishi milele na milele. Bolingo Kongo pale ilianza mwaka gani? Sisi hatujazaliwa. Lumba ilianza mwaka gani? Kwa hiyo mnapobuni kitu cha taifa, mnabuni kitu cha kuishi milele. Na ndio maana South Africa walikuwa na kwaito, unakumbuka? Kina Mandoza, kina Blenda Fassie. Blenda Fassie ndio alikuwa anaimba nyimbo zile, ile kwaito. Wakaja kuona kwaito kama inazidiwa nguvu, kwa sababu kuna kipindi South Africa waliandaa tuzo pale pale kwenye ardhi yao. Tuzo nyingi zilichukuliwa na Nigeria. Nakumbuka na Bebe kwa Uganda alichukuaga tuzo. Na EY alikuwepo. Hakuna kitu wa South Africa kiliwauma kama kile. Nilifanyaga interview na Saleh Jabri, yule kibonge yule wa AFM. Ile jamaa iliwauma kinoma. Haiwezekani tuzo zote zikachukuliwa South Africa. South Africa hata mmoja hajachukua tuzo. Sikumbuki ilikuwa mwaka gani, lakini EY alikuwepo. East Africa akachukua Bebe Cool. Na Nameless Kenya. Zingine zote wa Nigeria. Wale jamaa walijiorganize, serikali, wadau wa vyombo vya habari, maproducer na madirector, kila kitu. Ndio nikafanya interview. Hawa jamaa wajakaa kimya. Nafikiri kwaito ya mwisho kufanyika South Africa ikaiti Africa ilikuwa Facebook. Unajua na nyimbo ya Facebook? Yes. Hebu waimbie kidogo. Ili watanicheki huko bwana. Channel ile. Yule jamaa sivyo naye iko wapi? Ile ndio kwaito ya mwisho. Yes. Channel vizuri. Baada ya hapo wakakaa kimya. Hapo Nigeria ina take over. Kongo kama kaida yake. Kwamba hatuwezi kuzidiwa. Ndo jamani nilisema wataibuka wa jamaa, na kweli si wameibuka na mapiano. Hili ambalo na liga wa Tanzania. Yes. Wameiteka Afrika nzima na dunia. Ukisikiliza beat ya mapiano unajua South Africa kacha. Sahihi kabisa. Na Nigeria miaka yote walikuwa wanatawala kwenye movie. Uongo kweli? Sio kwenye muziki. Wakasema kwa nini sisi ni movie tu? Sasa tuje kwenye muziki. Wakajiorganize. Na ndio maana wale jamaa wakiona tu kuna msanii mdogo wa Nigeria kaja, wote wanacheza, wanampa kolabo. Wanasapotiana kwa sababu sisi ni one nation, sisi ni taifa moja. Bongo na wa Nigeria wako dunia nzima, kila nchi. Kwa hiyo msanii wa Nigeria akienda taifa hilo wanajaa. Hiyo ni kampeni ya taifa. Ila sisi tunao muziki wa Singeli, si hata kabla hajateuliwa katika wadhifa mwingine mkubwa, Edmond Mapana alisema kwamba tuipe nguvu Singeli, ndio muziki wetu. Walikuwa hawajui. Paul unalimeza. Singeli ni muziki ambaye wanachukua biti ya Arakeli, wanachukua biti ya 50 Cent, wanachukua biti ya Duduba, wanachukua biti ya nani, ndio Singeli. Sasa ikienda kwenye tuzo kule, wale jamaa wanavyosikiliza muziki hivi, wakisikiliza tu wanajua huyu kaiba hapa, inatupa kule. Okay. Sio, umeelewa? Bongo Flava ukisikiza Harmonize ana album inaitwa Afrobeat. Ni album ipi? Ilikuwa ni album. Eti nani? Cha kwanza kabisa Afrobongo. Afrobongo, Afrobeat. Harmonize album. Umeona? Kila kitu kilichomo mle ndani ni Afrobeat. Sasa wewe wenye Afrobeat wapo huko kwenye tuzo, kwa sababu unapoenda kwenye tuzo wale jamaa ndio wanakaa wanasikiliza. Ni nyimbo gani tuzipitishe? Hasa wenye Afrobeat wakina Burna Boy wapo, wakina Wizkid wapo, wakina Tiwa Savage, na wewe umeeta ka uchafu kako kanatupwa kule. Kwa sisi nikisema Bongo Flava ni hapa, Singeli ni hapa, tutapeliane hapa na mapromota matapeli hapa, kwisha. Hatuwezi kwenda kimataifa, sababu kila mziki ni wa kudonoa hapa na hapa. Kwa hiyo ili sisi nini? Ili sisi tupate muziki wetu. Dr. Samia Suluhu Hassan, Paul Makonda Mwanafa,
hili swala sio la miezi 6 kama ambavyo kuna ile ilipigwa hapo, wanasema mdundo wa taifa, mpaka leo mdundo hautumiki. Si ulizinduliwa hapo Posta, mnakumbuka? Ukumbi gani we? Julius Kambarage, si walizindua pale na Alikiba alikuwa hapo, nakumbuka. Ule mdundo uko wapi? Pale watu wamepiga twela ili tupate mdundo. Tuna ngoma za asili kila mkoa. Tanga kuna lile ngoma lirefu linaitwa la baikoko, lile lirefu lile linapatikana wapi? Tanga. Usukumani mnaangalia kifaa gani ambacho Wasukuma ndio utambulisho wao. Bukoba unaona mziki wa Saida Karoli, ule mziki wa Saida Karoli ule ni kacha ya Bukoba, inachanganywa mle, shanaelewa. Mnaenda kwa kina Harmonize wa Makonde kule, mnatafuta kifaa ambacho yani hicho ndio yes. Wagogo Dodoma, Wanyachusa Mbeya, Zanzibar kuna kifaa. Sasa hawa wataalamu wa kupiga hivi vifaa ndio wanakusanywa, wanaletwa hapa kulala kila kitu kama kambi. Maproducer wanakuwepo pale. Tanzania tatizo letu hatuna sound engineers wa studio. Tuna ma sound engineer wa kufunga muziki kwenye disco. Beatmaker tu. Sio beatmaker, ni studio. Hao ni maproducer, nasemea sound engineers. Okay. Sound engineer Tanzania tuliona ni wa kufunga muziki kwenye tamasha. Au una disco lako kuja ukufungia muziki, ulie vizuri, mic ziongee. Sio ma sound engineer wa studio wanaofanya mastering. Kwa hiyo kuna mabeatmaker au ni wa studio kutengeneza beat, kuna watu wa mixing, kuna watu wa mastering. Sasa studio za wenzetu wote mbele kule wapo mabeatmaker, maproducer. Mwisho wa siku ile nyimbo inakabidhiwa kwa ma sound engineer, ndio wanafanya kila kitu, ndio wanasema kitu ndoka na hii sasa kwetu hii tayari. Huyu katengeneza beat, huyu kaingiza vocal za msanii, mwisho wa siku inatua kwa ma sound engineer. Sasa hawa hatuna. Ili sasa kupata mdundo wa taifa letu, hawa ma sound engineer, kwa sababu hawa inabidi tuwakodi kutoka nchi zenye ma sound engineer. Tukitaka ni Marekani ndio waje, tukitaka South Africa waje, tukitaka watoke nchi yote Ulaya ndio waje. Hizo ni gharama. Wakae hapa, hawa wapigaji wapige, maproducer wa rekodi, afu sasa hawa ndio wakae wanachanganya hivi vyombo. Kwa hiyo sio swala la miezi 6 au mwaka, kwa sababu mnatengeneza kitu cha kuishi milele. Sisi tulishakufa wote, watoto wetu wanaendeleza hiyo kacha. Na ndio maana rege ilibuniwa miaka hiyo. Bob Marley kafa, sisi hatujazaliwa, mpaka leo rege ipo. Dancehall wapo wazee waliimba miaka hiyo, mpaka wamekuja kina Chakadema, sio kina Shabalanks, kina Shaggy, kina Binman, wakina Elephant Man. Shanaelewa? Sweet reggae sasa hivi ndio wako wakina Christopher Martin. Ni kacha ile kwamba huu ndio utamaduni wetu. Sasa hatuwezi kutengeneza mdundo wa taifa eti kwa mwezi. Kwa hiyo mwakani tena tutengeneze mdundo mwingine. Kwa hiyo hivi vifaa vyote ndio vinawekwa pale kwenye profile kwamba Bongo Flava imetengenezwa kwa baikoko ingo. Malimba unajua ni dunia nzima ni malimba ni sisi hapa. Na ni Wagogo nafikiri malimba. Dodoma. Hii malimba hii. Acha bwana. Sasa anatafuta mpiga malimba anagonga. No, yani asili kabisa. Yani imeenea kote. Lakini wenye asili ya malimba anazungumzia uasili kwamba ni kabila gani. Sahihi. Unaelewa? Kwa hiyo huu ni ujumbe kwa Waziri wa Sanaa Paul Makonda, ili tupate mdundo wa taifa, tofauti na wale waliotapeli pesa eti tuna mdundo wa taifa wamekula tu pesa. Hili jambo lazima lifanyike hivi nilivyosema, na si jambo la miezi 6. Ni jambo la kukaa kitaalamu kutengeneza kitu cha kuishi. Singeli ipate asili yake, vifaa vyake, Bongo Flava vifaa vyake, pamoja na muziki gani mwingine tuko nao? Hip hop. Hip hop. Ataarabu ni asili tayari. Hao wa muziki wa dance wanaiga Kongo, wao ni Kongo wanaiga, sio muziki wa asili hizo mbili. Singeli na Bongo Flava inakuwepo singeli ya speed na ya slow. Kama unavyo mapiano ya speed na slow, Bongo Flava ya slow na nani? Kwa vifaa vyetu vya asili. Na hiyo ni budget ndefu. Okay, sawa.
Kuna ile ambayo nataka kuuliza mkubwa hapa atupe maoni yake. Sasa hivi kumekuwa na ile kuwatumia, sijui zamani ilikuwaje, tutatupa reference ilikuwaje. Sasa hivi kumekuwa na ile kwamba trend ya mtu akitaka kutoka lazima atumie mwanamke wake ama mtu wake kwenye mahusiano wapusheni wafike sehemu. Kuna watu ambao wanatoboa kupitia ile kitu, mfano Diamond tumeona imekuwa na ile mahusiano mpaka imemfikisha pale alipofika. Jux pia tunaona mafanikio yake na Priscilla, lakini hata content creator sasa hivi pia wanajaribu hiyo kuitumia kama sehemu ya kufikia, lakini kuna wengine ambayo inafeli. Siwezi kuwataja kwa majina, lakini wengine unakuta wanaachwa, maneno yanatokea hivi na hivi. Pengine hasa kwa ushauri wako, hasa kwa wasanii na watengeneza maudhui mtandaoni, kutumia mahusiano kama sehemu ya kufika mjini na kuweza kuingizia kipato, ina faida gani na hasara gani inabidi uende nao katika mtindo upi? Hilo ni swala ambalo limesababishwa na mameneja wanaomiliki lebo. Sababu ya mameneja wengi wenye lebo wa Tanzania wajasoma na pia wajasomea marketing ya muziki. Tofauti na wenzetu Nigeria au South. Ukiangalia utaona wamiliki wenye lebo wanasimamia kazi za kina Wizkid wote ni wasomi. Burna Boy unajua meneja wake ni nani? Simama yake mzazi. Nani Falikuti yule legendary wa Nigeria ndio babu yake na Burna Boy. Kwa ni familia ya muziki. Nikifuatilia hapa kwenye trace wakiwa wanaojua wale wote wanaomiliki lebo Nigeria wote ni wasomi. Wanafanya kitu walichokisomea. Sisi Tanzania mtu kapata tu hela kaanzisha lebo. Alafu anamwambia tumtafute Gigy Money hapa tumpe 500,000 mpige picha kama mko wapenzi na nini na nini. Watu wote wanajua Gigy Money anatembea na Dubai ndio mwanamke wake, wanaona zile picha. Alafu kesho kuta tunaachia nyimbo. Hiyo sio kitu ambacho kitatufanya tuwe na muziki wetu. Tu compete kimataifa. Tuchukue tuzo za kimataifa, sio hiyo. Nigeria wafanye hivyo, wanachukua tuzo kila siku. Sasa hivi hata content creator tutasikia tumeachana. Si ndio? Kwa ndio maana mkija kunifanyia interview sisi fulani kaachana, sitakaji kuongelea garbage mimi. Sitaki kuongelea garbage, mwe mnaniuliza vitu vya msingi. Na ndio maana ukiangalia kwenye comment hata kipindi mara Diamond anataka kutoa wimbo tumeachana na Zuchu. Watu kwenye comment wale tumeshawachoka na nyinyi. Tushachoka, kwa hiyo sasa hivi hakuna jipya. Sasa hivi Diamond na Zuchu wakiposti wameachana, watu hawana habari. Washatuma. Na Watanzania wakisusa. Wakishakususa wamesusa. Tanzania sasa hivi ni mambo sio. Yes. Anachokizungumza ni sheria. Yes. Kwa hiyo sasa hivi mambo sijui huna ngoma kali nimerudiana na Kajala, umerudiana mwenyewe. Watanzania wahusu. Na ndio sasa hivi ukienda kwenye mahali kasto watu wanasikiza mangoma ya zamani. Watu wako kwenye bluetooth wanakula mangoma, ukienda kwenye masevu ya starehe watu wanakula mangoma ya zamani. Sasa wewe sasa hivi mtu ana habari na Kajala, nani ana habari? Kuna mtu sasa hivi anakaita anafuatilia msambwanda wa Kajala. Huo msambwanda wewe hangaika nao chumbani, kwa sababu hatuna habari, sisi tunataka muziki. Ndio maana jambo kumbe likaa. Kuna jipya gani? Sasa hivi Harmonize sasa nimeachana Kajala, watu wana habari. Nimerudiana na Queen Posh, Sweet Posh Queen, hawana habari. Hayo mami sambwanda wewe hangaika nayo huko. Hawana habari, watu wataka muziki. Konki Master. Shukrani sana mkuu. Ninafikiri kwa leo niishie hapa, tusubiri goma litoke tushindane. Ya goma liko hewani. Okay. Watu waingie kwenye YouTube channel yangu Mamba Dudubaya. Liko pale inaitwa Mbungi featuring Damian Solo na magoma mengine mmeyasikiliza. Mkaanza bwana, kwa nini nimeanza hii sianza hii? Wote hapa. Wote manko, wote waandishi wa habari wa Tanzania hapa. Nimewasikilizisha ngoma. Hapo watu kwa nini nimeanza, nikaambia no. Wasanii wenzangu wametaka hii Mbungi. Alafu ni back to back magoma yanakuja. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu 2025 nilikuwa naendelea kuumwa, lakini nilikuwa naweza kuingia studio kwa sababu sina kansa ya koo, kwa hiyo naweza kuimba. Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, utukufu wake uko na mimi. Kwa hiyo watu Gen Z wote, Mamba 24, ma DJ yote nchi nzima, all over the world, download Mbungi. Ni dude la kubeng, dude la club. Alafu nataka uandike pale umeelewa Mbungi maana yake nini? Sasa. Kisha sikiliza utume comment yako Mbungi nimemaanisha nini? Gen Z yote stand up, we live your life man. Instagram yangu ni Mamba Dudubaya, TikTok Mamba Dudubaya, ni follow hapo. Kuna mazito wanakuja usipitwe.
hata mara moja. Mambas 24 haikwepeki. Mambas 24 no sleep. We live in your life. Hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Anko.